Karibu ndani ya Mzee Yakobo Sport niweze kukuletea tetesi za usajili zilizojili Ulaya siku ya leo ya tarehe 13 Novemba. Nini kinachoendelea katika dirisha la usajili kule Ulaya tukiwa tuko kuelekea kwenye usajili wa Januari. Kwanza kabisa ni Barcelona wamemfanya mshambuliaji wa Bayern Munich na timu ya taifa ya Uingereza Harry Kane mwenye umri wa miaka 32 kuwa chaguo lao la kwanza kuchukua nafasi ya mshambuliaji wa kimataifa wa Poland Robert Lewandowski mwenye umri wa miaka 37 katika majira ya kiangazi yajayo. Wote tunaelewa kwamba Lewandowski alitokea Bayern Munich kuelekea Barcelona, lakini Barcelona pia wameenda kugonga hodi kwa kumtaka Harry Kane kwa mara nyingine tena. Hii ikiwa inatuonyesha kwamba Barcelona wanaendelea kuonyesha urafiki wa kibiashara kati yao na Bayern Munich, na Harry Kane mwenyewe paka sasa bado hajawa na shauku yoyote kuonyesha zaidi anataka kuelekea wapi. Lakini ndio hivyo, klabu ya Barcelona imeanza kugonga hodi kumhitaji huduma ya Muingereza huyo Harry Kane ambaye amekuwa na kiwango bora sana tangu ajiunge na ile timu ya Bayern Munich akitokea Tottenham Hotspur ya Uingereza. Lakini pia kwingineko, kiungo wa Crystal Palace na England Adam Watson mwenye umri wa miaka 21 yuko kwenye orodha ndefu ya Chelsea katika dirisha dogo la usajili la Januari. Unajua, unaposikia neno orodha ndefu ina maana Chelsea wana orodha ya wachezaji wengi ambao wanawahitaji mwezi Januari, ikiwemo na huyu kiungo wakati wa Crystal Palace na England Adam Watson mwenye umri wa miaka 21. Je, kama mdau wa soka unafikiri Chelsea wana haja ya kusajili kiungo wakati? Kama mshabiki wa Chelsea unanisikiliza, naomba utupe maoni yako kwenye comment kama kuna haja yoyote, kwa sababu Caicedo amekuwa na kiwango kizuri sana pale katikati. Je, kuna haja ya kumwekea Caicedo challenge? Karibu utupe maoni yako. Lakini pia kwingineko, pia aliyekuwa mshambuliaji wa Tottenham Son Heung-min mwenye umri wa miaka 33 amesema ataondoka Los Angeles FC kwa mkopo mwezi Januari baada ya kumalizika kwa msimu wa ligi ya soka ya Marekani. Son amesema anaondoka huko. Anaelekea wapi? Tutaendelea kujuzana hizi siku zinavyoendelea kusonga. Kwingineko, Juventus ya kule Serie A nchini Italy wanatarajia kumshawishi kipa wa Ufaransa Mike Maignan kujiunga nao mara tu mkataba wake na AC Milan utakapoisha mara majira ya kiangazi, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 pia akihusishwa pia na Chelsea. Mimi huwa namuitaga huyo goalkeeper ni mzee wa save, ana uwezo mzuri sana wa kusave. Mike Maignan ambaye ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Ufaransa. Juventus wanahitaji huduma yake atakapomaliza mkataba wake kule AC Milan, lakini Chelsea nao wa Uingereza nao wanahitaji huduma yake. Kwingineko nako Chelsea wanaendelea na juhudi za usajili hapa na pale. Chelsea hawajafanya mawasiliano yoyote kuhusu mshambuliaji wa Real Madrid na Brazil Rodrigo mwenye umri wa miaka 24. Kwa wale washabiki wa Chelsea ambao mlikuwa mnafikiri labda kuna mazungumzo yanaendelea kati ya Chelsea pamoja na Real Madrid juu ya usajili wa Rodrigo, taarifa zinasema mpaka sasa Chelsea bado hawajafanya mazungumzo yoyote. Lakini pia kuna vilabu vingine vya Uingereza vinavyovutiwa na mchezaji huyo kama vile Manchester City na Tottenham Hotspur, lakini upande wa Chelsea yenyewe haijafanya mazungumzo yoyote mpaka sasa. Kwingineko, Juventus wameshindwa kufika makubaliano na mshambuliaji wa Uturuki mwenye umri wa miaka 20 Kenan Yildiz ambaye anahusishwa na vilabu vya Arsenal, Chelsea na Real Madrid kuhusu mkataba mpya, na mazungumzo kati ya pande hizo mbili pia yamesitishwa. Kwingineko nako mshambuliaji wa Real Madrid wako katika hatua za mwisho kukamilisha makubaliano na klabu ya Lyon ya kule Ufaransa kwa ajili ya mshambuliaji wao mwenye umri wa miaka 19 Endrick ajiunge na klabu hiyo walau kwa mkopo wa mwezi Januari, kwa sababu Endrick amekosa kabisa nafasi na kumvutia kocha Alonso tangu ajiunge na miamba hiyo ya Madrid. Taarifa ya mwisho kwa tetesi ya usajili kwa leo tulionayo hapa Mzee Yakobo Sport ni juu ya kiungo wa England Kobbie Mainoo mwenye umri wa miaka 20. Kobbie Mainoo anayecheza klabu ya Manchester United anawindwa na Napoli pamoja na Leeds ya Uingereza. Napoli ni ya kule Italy, ingawa Manchester United watamruhusu kuondoka kwa mkopo endapo watapata mbadala wake. Kama Manchester watakosa mbadala wa mchezaji huyu, hawatomruhusu aende kwa mkopo. Na kama unavyojua, Manchester walikuwa wanamvizia Henderson wa kule Sunderland pamoja na yule Gallagher wa kule Atletico Madrid. Wapendwa, unaweza ukasubscribe channel yetu, pia unaweza ukafollow ili kuendelea kupata habari zaidi. Karibu sana.